Kia kumaliza hichi kipengele ambacho kitakuwa cha ngapi hichi? Kitakuwa kipengele cha 9. Nimefanya kwa ufupi kwa mrejeo ambao darasa litakalokuja tutafanya mrejeo huo, ambao huo mrejeo utakuwa viweka vitu vyote ambavyo tumevizungumza kabla pamoja, na hiyo ninategemea au nataka kuifanya hivyo ili itengeneze uwiano ambao utaleta picha inayoelezeka kifupi, ambayo tumetumia kwa karibia wiki 2. Tunaweza kuibani iwe kwenye eneo fupi sana ambalo wewe unaweza tu ukasoma ndani ya dakika kadhaa hivi, ukachukua kila kitu ambacho tulikuwa tayari tumeshajifunza. Kwa hiyo nafikiri tutafanya hilo. Nakumbuka tulijifunza kitu gani? Nani anakumbuka? Siku ya Jumanne, jamii, asili, lugha, tamaduni na namna ya kujieleza kupitia misemo na mawazo. Amen. Tukasema jamii ni nini? Jamii ni mkusanyiko wa watu wanaoishi pamoja au wanaounganishwa na historia, maisha wanayoishi, mila na desturi zao, lugha, imani na namna fulani ya kufikiri. Jamii sio tu mkusanyiko wa watu, bali ni watu waliobeba ulimwengu wa mawazo unaofanana. Kwa hiyo tunapokwenda pale mjini, unapoona wale watu wengi, wale sio jamii. Hapana, wale ni watu ambao wana mitazamo mbalimbali, hawaishi katika ulimwengu wa dunia ya mawazo yanayofanana. Kwa hiyo sio jamii. Okay? Haya, tukasema kwa mfano jamii ya Kiebrania ilikuwa na mtazamo tofauti, jamii ya Kiyunani ilikuwa na mtazamo tofauti, jamii ya Kiswahili ina mitazamo fulani tofauti, na jamii za Kiafrika zina namna tofauti ukilinganisha na jamii zingine. Kwa hiyo kila jamii huona maisha kwa namna yake. Kwa hiyo jamii inazaa utambulisho, inazaa mfumo wa mawazo, inazaa lugha, inazaa utamaduni na namna ya kujieleza. Hili eneo nafikiri ni muhimu sana, kwa sababu hili litakupa kujua kwamba, kwa sababu tunapoweza kuzitaja hizi jamii mbili za Kristo na Adamu, utaelewa. Kwa sababu kuna lugha fulani ambayo lazima uongee wanavyoongea hao jamii ili kuelewa. Sasa kwa mfano tunapozungumzia lugha, watu wanaposema hata leo lugha, kunena kwa lugha sio kuongea vitu ambavyo havieleweki. Nategemea mimi mtu wa lugha yako muelewane kabisa mnapoongea. Ndio maana anasema hao wanaongea nini wa lugha inayofanana, sasa wanaongea kilugha hao. Kwa hiyo nategemea hata jamii ya lugha ya jamii ya Kristo, hiyo lugha ambao wanaongea hiyo jamii lazima ielewane. Kila mtu ambao ni wa kabila la huyo Kristo lazima anavyoongea mmoja wawe wanaweza kuelewana. Kama jamii ya Adamu kwa mfano, tunapozungumza watu wa Adamu tunaelewanaga. Umeona? Ugonjwa ni njia ya wote, hujafa hujaumbika, sijui nini na nini. Ni vitu fulani ambavyo vinaeleweka na kufanana. Okay? Tukasema namba 2 ni nini? Asili ni chanzo au mzizi wa jamii, ndio huunda historia ya watu, mazingira yao, maisha yao, uzoefu wao wa kimaisha hayo na mtazamo wao wa ulimwengu wanaoishi. Tukasema kwa mfano, watu wanaokaa majangwani, wanaokaa kwenye majangwa, misemo yao ni tofauti na watu wanaokaa kwenye pwani. Watu walio kwenye majangwa wataelezea kuhusu namna maji, ukame, namna vumbi, namna vimbunga, namna ukali wa jua, wanaelewa. Kwa hiyo hata katika hizo misemo wanaweza wakazungumza kwa namna fulani ya misemo yao juu ya ukali wa jua, na wanaweza kuongea, wewe mtu wa pwani unaweza usielewe. Watu wa pwani wanavyoongelea juu ya mawimbi, juu ya mambo mbalimbali yanayoendelea, samaki, uvuvi na vitu vingine, wana aina ya lugha zao. Umeona? Okay, watu wa kifalme wanapoongea ni tofauti kabisa na watu wa jamii ya wafugaji. Kwa hiyo watu ambao ni wa kifalme wana namna fulani wanazozungumza, wana namna fulani za kuvaa, wana namna fulani ya principles walizojiwekea. The same wafugaji na wenyewe wana namna wanavyoongea, wana namna wanavyovaa, wana namna watu waliopitia kwa mfano kwenye mazingira ya vita, kwa mfano kama Waisraeli ambao tangu unazaliwa unazeeka unakuwa,
ni vita. Kwa hiyo wana lugha zao. Kwa mfano ukienda Israeli wanasema kuna namna, kuna ving'ola vinalia, vikishalia wanasema kuna mahandaki ambao wote mnatakiwa mkimbie kule. King'ola kikilia wanajua wale wenyeji kwamba sasa hivi natakiwa kufanyaje. Kwa hiyo ni hivyo, vitu kama hivyo. Kwa hiyo asili ya lugha huumba utamaduni, misemo na tafsiri ya maisha yao. Unaona? Tukasema lugha ni kitu gani? Hapa napitia haraka kwa sababu tulipitia siku ya Jumanne. Kwa hiyo sitegemei kwamba nitakuwa na kubluza, ila nataka kupita tu hapo ili ninapoenda kule niko nataka kuunganisha, tuwe tuna muunganiko mzuri zaidi wa tunavyoenda, kwa sababu hii ni sehemu inayoungana sana. Lugha ni kitu gani? Lugha ni chombo cha kubeba mawazo. Okay? Ni njia ya kufunua ni njia ya kufunua utamaduni. Kwa hiyo ni chombo cha kubeba mawazo na ni njia ya kufunua ya kufunua utamaduni na mfumo wa kuelezea namna ya jamii inavyoona ulimwengu kwa huo upande. Ndiyo maana lugha hubeba mawazo ya jamii husika. Kwa mfano, katika mawazo ya Kiebrania wanaposema moyo, mara nyingi wanazungumzia moyo kama nafsi au kituo kinachobebea mawazo na maamuzi, si hisia tu, umeona. Lakini katika jamii zingine moyo, kwa mfano let's say unapoongea labda na watu labda wana sayansi, labda unapoongea moyo watakuonyesha wanyama kabisa, huu unaogonga, unao pump damu na vitu vingine. Lakini jamii zingine zinachukulia moyo ni kama sehemu ya hisia tu, lakini Wayahudi wanaona kitu kikubwa na kipana zaidi. Kwa hiyo neno linaweza likawa na maana tofauti kulingana na jamii inayolizungumza. Kwa hiyo sio kila neno utakalolisikia kwenye jamii nyingine lina maana hiyo ambayo wewe unaiona au kuitumia katika jamii hiyo. Lakini tukasema utamaduni ni nini? Tukasema utamaduni ni maisha ya jamii yanayoonekana kwa vitendo. Kwa hiyo utamaduni ni maisha, ni kama maisha fulani yaliyovaa mwili, au ni kama labda niseme kwamba utamaduni ni kama maisha, si kama, niseme tu ni maisha ya jamii yanayoonekana kwa kupitia vitendo. Hii inaweza ikawa na upana sana, tukaisema ni namna ya kuishi. Ina upana yani utamaduni ni namna ya watu wanavyoishi, ni namna ya watu na vyakula wanavyopendelea, ni namna ya watu wanavyoabudu, ni namna ya watu wanavyoongea, ni namna ya watu wanavyo kuheshimiana. Kuna watu kuna baadhi ya jamii wanapewa heshima isiyo ya kawaida ambayo kwa watu wengine ni kitu cha kawaida tu. Kwa mfano wakwe, kuna jamii nyingine ni jambo la kuogofya sana, lakini kuna jamii ambayo sio issue ya namna hiyo. Kuna namna ya kuoana, yani namna ya tamaduni ambavyo wanaoana kitamaduni wanavyofanya. Leo kanisa wamesema kuna namna fulani ambayo wanasema wanafanya, lakini ukiangalia kile wanachofanya kanisani kama ndoa, lakini bado tu ni utamaduni pia. Kama ambavyo wakati Sara anataka kumuoa Rebeka walivyofanya kule, unaweza kuona ni utamaduni wa Labani ulivyokuwa. Unaweza kuona hata Yakobo wakati ameenda kuoa kule, unakumbuka alisema mkubwa haondokagi kabla mdogo, haondoki kabla ya mkubwa. Kwa hata mitala ile ya Yakobo ilikuwa ni kama inaakisi utamaduni wa Labani zaidi kuliko matakwa ya muoaji. Namna ya kuomboleza, umeona, kuna utamaduni, yani watu kuomboleza ni utamaduni. Usipolia kwenye msiba, kuna watu hawakuelewi kabisa. Kwa hiyo wana namna ya kulia kwenye misiba, yani wengine lazima ugalagale, ujiangushe, uonyeshe, yani hata kama ikoje, usipofanya hivyo jamii fulani haikuelewezi kabisa. Namna ya kufundisha watoto wakue katika namna gani, namna ya kuelewa mema na mabaya, namna ya utamaduni ni kwa hiyo tunaweza tukasema utamaduni ni mawazo yanayovaa mwili au yanayovaa matendo. Kwa hiyo kifupi tunaweza kusema utamaduni ni mawazo yaliyovaa matendo, ambayo ukiona yale matendo unaweza kudefine kwamba hiyo ni jamii gani. Hiyo ni jamii ya Kisukuma, hiyo ni jamii
ya Kimaisai, hiyo ni jamii ya Kigogo, hiyo ni jamii ya Kingoni, hiyo ni jamii ya Kichaga, hiyo ni jamii ya Kihaya. Na ndio maana ukiangalia hata kwenye harusi, sherehe za harusi, wanapenda kusema kwamba hawa ni watu hawa, kwa hiyo watacheza nyimbo yao fulani, na utaona aina ya watu, haijalishi wamevaaje, lakini utaona watakavyocheza itakuwa ni tofauti na wewe kabisa. Amen. Kwa hiyo mawazo ya jamii huzalisha tatabisha, na tabia huzalisha na desturi huunda utamaduni. Jambo la 5, namna ya kujieleza kupitia misemo ni nini? Jamii hujieleza kwa maneno ya moja kwa moja kupitia misemo fulani waliojiwekea kuelewana. Kwa hiyo jamii hiyo kwa yenyewe inaongea moja kwa moja kupitia hiyo misemo inapotaka kuwasiliana. Jamii haijielezi kwa maneno ya moja kwa moja ambayo yanafahamika na jamii zingine kama iko kwenye jamii yake. Wakati mwingi inajieleza kwa lugha ambazo zinaeleweka moja kwa moja, kwa sababu anataka kudeliver ujumbe haraka, anataka kumfundisha huyu mtu kitu haraka kuelewana. Kwa hiyo kuna lugha ambazo wanaweza kuzitumia moja kwa moja. Mara nyingi hutumia mifano, methali, picha, mafumbo, ishara na misemo. Kwa nini wanafanya hivi? Kwa sababu misemo inabeba mawazo ndani ya jamii hiyo. Mfano, Kiswahili, maji usiyoyafika hujui kina chake. Maji yakisha mwagika hayazoleki, sivyo? Sasa hii si habari ya maji tu, ni hekima kuhusu maisha kwa misemo hiyo. Kwa Kiebrania kulikuwa kuna misemo. Kwa mfano, walikuwa wanasema macho yao yamefumbwa wasione, masikio yao wana masikio hawasikii, wana macho lakini hawaoni. Simeshasikia huo msemo mara nyingi kwenye maandiko. Haikumaanisha kwamba walikuwa wanatembea wamefumba macho hivi ndio maana hawaoni. Haikuwa inamaanisha walikuwa wanatembea wameziba masikio ndio maana hawasikii lakini hawasikii. Ina maana walikuwa hawawezi kupata ufunuo wa uelewa, walikuwa hawawezi wakapata ufunuo wa ufahamu. Mtu mwenye shingo ngumu anasema nyinyi wana wa Israeli mna shingo ngumu. Hii haikuwa inamaanisha ilikuwa ni tatizo la mifupa ya shingo zao. Ilikuwa inamaanisha hawa watu hawabadiliki, hawaamini. Kwa hiyo jamii hujificha ndani ya misemo yake. Jambo la 6, tukaona mawazo ya jamii huathiri maana ya maneno. Sawa? Hili ni jambo kubwa mno, kwa sababu hapa ndo hata leo hatuelewi Biblia na vitu vingine kwa sababu ya hapa. Mawazo ya jamii yanaathiri kabisa maana ya maneno. Kwa mfano, neno haliishi peke yake. Maana ya neno hutegemea hiyo jamii kwa matamshi yanavyotamkwa, kwa neno lililotamkwa, mazingira, historia na namna ya wanavyofikiri. Kwa mfano, katika mawazo ya Kiyunani, Yunani nazungumzia wakati ule kama leo tunavyosema Kizungu, kwamba ndo lugha au jamii iliyokuwa imekava kwa eneo kubwa, ambao lugha hiyo ndio ilikuwa inatumika kwa ukubwa, ambao walikuwa ni Wagiriki. Kwa hiyo hiyo jamii yenyewe ilidefine ukweli kwa mantiki au kwa falsafa, wakati Waebrania wao walidefine ukweli kama matokeo ya matendo ya mtu kwa matendo. Ndio maana Yakobo anasema nionyeshe imani yako pasipo matendo, nitakuonyesha ya kwangu kwa matendo. Kwa sababu anaamini, mtu yoyote ambaye ameamini, ana imani ya anachokiamini, ina maana anatakiwa kuwa na matendo ya hicho. Kwa hiyo ukisoma Biblia bila kuelewa haya mambo niliyokuambia, ukisoma Biblia bila kuelewa haya mawazo ya jamii iliyoandika au kuandikiwa, unaweza ukawa unasoma maneno sahihi lakini unakosa maana iliyokusudiwa. Na ndio maana hapa tunasema lazima ujue nani anayeongea, anaongea na nani, kuhusu kitu gani, kwa wakati gani, yapi ni mafundisho, yapi ni maagizo, matatizo ya terminology na kutumia muktadha kama mfalme wa hayo maandiko unayoyasoma. Kwa hiyo hapo ndo panapo tofautishaga. Biblia haiko na tofauti, na tunasoma mistari ile ile, lakini uelewa wa maana
unategemea sana mawazo ya jamii iliyoandika. Unaweza wewe ukasoma, lakini ukawa na mtazamo wa kwako, ukasoma maneno yale yameandikwa kwa usahihi ule ule, lakini ukakosa maana iliyokusudiwa kwa kinachozungumzwa, kwa sababu tu umekosa kuelewa hicho ambacho tumekisema. Mawazo ya jamii yanaathiri maana ya maneno. Kwa hiyo lazima ujue hiyo jamii inayoandikiana hapo unaposoma. Amen. Jambo la 7, tulisema uhusiano wa vitu hivi vyote kwa pamoja ni kama tunasema mtiririko wake unaweza ukaonekana hivi: asili huunda jamii, na jamii huunda mawazo, na mawazo huunda lugha, na lugha hubeba tamaduni, na tamaduni huonekana kupitia misemo, desturi na namna ya kuishi. Sasa kitu kama hichi hapa ndo nataka nikifanye kwenye darasa litakalofuata, kwa chote ambacho tumeshajifundisha tangu mwanzo, nikiweke kwenye ufupi huu ambao wewe unaweza ukapitia tu mara moja ukapata vyote. Amen. Ndiyo utapata ile concept, lakini kwani haya tunayozungumza mnyumbulisho pia huwa una faida zake, lakini nitakupa hii mpaka hapa tulipofika, hii upate concept ya kile ambacho tunakiwinda tukifikie kabla hatujaanza. Na mkae mkijua hili somo bado tuko kwenye introduction. Kwa hiyo ili kumwelewa mtu au maandiko ni lazima uwe umejua hichi nilichokisema, kwani haitoshi kujua maneno peke yake, lazima ujue jamii yake inayotoa hayo maneno, asili yake inayotoa hayo maneno, mawazo yaliyo nyuma ya hayo maneno yanayotoka, na namna yake ya uelezeaji au ya kujieleza. Anatumia misemo au anatumia nini kueleza anachokieleza, au anaongea direct kitu ambacho unatakiwa kukipokea moja kwa moja, au anatumia misemo, anatumia maneno ya wenye shingo ngumu, kwa sababu hapa akitumia shingo ngumu ina maana akatumia msemo. Akisema sio wepesi, wagumu wa kuamini, ina maana ameongea lugha moja. Akisema maji usipoyavulia nguo una budi ya kuyaoga, hapo ametumia msemo. Akisema kwamba jambo lolote uliloanzisha hakikisha unalikamilisha, hapo ameenda pamoja. Kwa hiyo lazima usome kwamba hapa anapoongea ametumia msemo au kaongea direct. Ndiyo maana ukichunguza lugha ndiyo maana lazima uchunguze lugha ya asili ya kinachosema, utamaduni wa msemaji, msemo wa hiyo tamaduni ya msemaji, na mazingira ya anavyoandika kuwasilisha. Hufungua ufahamu wa ndani zaidi. Ukielewa hivyo, hufungua ufahamu wa ndani zaidi unao kupelekea kuelewa kwa ufasaha kila unachokisoma. Amen. Okay. Sasa hebu asili zao. Sasa tunaenda, kwa sababu huko nimekupitisha, nimekuonyesha asili, nimekugusia vitu vingapi? Wewe ulionifuatilia vitu vingapi? 7. Na hivyo vitu vilikuwa nini na nini? Kwa hiyo tumesema vitu kama asili, jamii, mawazo, lugha, utamaduni, misemo, desturi, sivyo? Kwa hiyo tumeona kwamba 1 tumesema jamii, 2 tumesema asili ni nini, 3 tumesema lugha ni nini, 4 tumesema utamaduni ni nini, 5 tumesema namna ya kuelezea kupitia misemo ni nini, 6 tumesema mawazo ya jamii huathiri maana ya maneno, na 7 tukasema uhusiano wa vitu hivi vyote kwa pamoja. Tukasema asili huunda jamii, jamii huunda mawazo, huunda lugha, hubeba utamaduni, huonekana kupitia misemo, desturi na namna ya kuishi kwa hawa watu. Amen. Sasa hebu tupite ndani sasa pale ambapo tulikuwa tuligusia kidogo kwenye darasa lililopita, wakati tumechambua hapa kwa undani, tukaja tukasema okay, hebu tuone sasa asili hizi zao. Sasa naposema tunaangalia asili, usisahau kile kipengele ambacho kilikuwa kimetangulia, kwa sababu hicho kinaunga hapa mkono moja kwa moja. Na nafikiri lazima nikipitie ili kikukumbushe vizuri kwamba asili za kwamba
Nilisoma maneno nikasema hivi: asili zao, jamii na mawazo yao, lugha zao na utamaduni wao na misemo na desturi zao. Nikasoma maandiko, kama nakumbuka maandiko niliyoyasoma ni Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22 unaosema, kwa maana kama katika Adamu wote wanakufa na katika Kristo Yesu wote wanahaishwa. Nikasoma mstari wa 45 hapo hapo, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai, na Adamu wa mwisho akawa roho inayohuisha au inayotoa uhai. Na tukasoma andiko lingine la mstari wa 47 ambalo linasema, mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo, na mtu wa pili na Adamu wa pili atoka mbinguni. Sawa. Halafu tukasema hivi, Biblia inapozungumzia Adamu Yesu Kristo na Adamu huyo wa Adamu, sawa. Kwa hiyo Adamu wa kwanza na Yesu. Kwa hiyo nitakuwa natumia tu hivyo ili nisimtaje na Yesu naye kama Adamu ili kuchanganya. Kwa hiyo nikisema Adamu uende straight kwa Adamu wa kimwili, na nikisema Yesu nenda kwa Yesu moja kwa moja. Kwa hiyo nikisema kwamba Biblia inapozungumzia Adamu na Yesu haizungumzii watu wawili waliowahi kuishi duniani, bali Biblia inapozungumzia watu hawa inaonyesha vyanzo viwili vya maisha na mifumo miwili ya maisha ambayo tunaendelea nayo hata sasa hivi. Amen. Adamu wa kwanza, labda nisiweke na wa kwanza, nimesema Adamu ana asili ya dunia, ana maisha ya kimwili, mfumo wa ubinadamu ulioanguka, sawa. Kristo Yesu ana asili ya uungu sasa, ambao ndio kukusudiwa la maisha ambayo anatupa. Ana maisha ya kiroho, kwa maana ya kwamba amezaliwa, yeye tayari yuko ni roho, ameungana na ule mwili wake wa kiroho, na ni uumbaji mpya kupokea, maana unapokea maisha ya Mungu lile. Na tukasema ndio maana kila mmoja wao, Adamu na Kristo, wote wamezaa nini? Wamezaa jamii, wamezaa mawazo, wamezaa lugha, wamezaa utamaduni na namna ya kuishi. Unaona? Kwa hiyo hao kama tunavyowaona, tunaenda kuwaonyesha katika jamii, asili, mawazo, lugha, utamaduni na namna wanavyoishi. Kwa hiyo asili, hawa wote wana jamii, hawa wote wana mawazo yao, hawa wote wana lugha wanayozungumza, hawa wote wana utamaduni zao, hawa wote wana aina ya maisha. Sasa kila mtu unayemwona duniani kwa namna moja au nyingine anaonekana ndani ya mmoja wa hawa, aidha Adamu, aidha Yesu Kristo.